Je, kusuka nywele ni dhambi? Kusuka nywele sio dhambi, sababu hakuna mahali kwenye Biblia imesema kusuka nywele ni dhambi. Lakini kwa kulifafanua zaidi, kuna maandiko kadha wa kadha ambayo wanaokuja na hizi mada au hoja hii ndio wanayatumia. Lakini maandiko haya kimsingi ukiyasoma kwa makini hayaonyeshi katazo la kusuka nywele kama utataka muktadha wa hilo andiko, ila wanachukua haya maandiko wanaunganisha na mafunuo. Kuna fundisho wanapenda kulifundisha kwamba maandiko usipoyaelewa kwa usahihi wake yatakuletea mafunuo potofu. Andiko ambalo linatumika sana kitabu kile cha Timotheo, nitasoma Timotheo wa kwanza 2 mstari wa 9. Vivyo hivyo wanawake na wajipambe kwa mavazi ya kujistiri pamoja na adabu nzuri na moyo wa kiasi, si kwa kusuka nywele. Hapo kwenye si kwa kusuka nywele ndo wamelichukua moja kwa moja kuwa Paulo anakataza wanawake kusuka nywele. Okay, tuendelee kujifunza. Si kwa kusuka nywele wala kwa dhahabu. Pia wanaenda mbali, wanakataza kuvaa dhahabu. Mtakatifu yoyote asivae dhahabu ni dhambi na lulu. Lakini huwa hawaendi huku mbele, anasema na kwa nguo za thamani. Sasa tunapoongelea habari ya kutaka muktadha wa aya au kujua nia ya mwandishi alitaka nini, yako maswali ya kujiuliza hapa chini. Amesema si kwa nguo za thamani. Ni wahubiri wangapi unawaona wamesimama katika katazo la kusuka nywele, lakini muangalie kavaa nguo ya shilingi ngapi? Haleluya! Wahubiri wawe wanawake wawe wanaume. Hapa amesema si kwa nguo wala nguo za thamani. Sasa kama tunataka kulitendea haki ili andiko, tulipaswa tusisuke nywele, tusivae dhahabu na tusivae nguo za thamani. Nguo za thamani, kama huenielewi, kuna mtu hana pesa ya kununua nguo ya shilingi 20,000. Kuna mtu anaenda kwenye mitumba anachukua nguo ya shilingi 2,000 anavaa kamaliza. Kwa akikuona uliyevaa nguo ya shilingi 25,000 kwake ni ya thamani. Kuna mtu anaweza kuvaa ya thamani ya shilingi 20,000. Lakini iko mhubiri anafundisha ile andiko amevaa nguo ya shilingi 400,000. Kwa mujibu wa andiko hili, nikifundisha kwa tafsiri ya tunavyotaka hawa wanaoelekeza hivi, na wewe unayevaa nguo ya shilingi 400,000 unafanya dhambi. Kwa hiyo kama unamkataza anayesuka nywele kwenda mbinguni, hata wewe uliyevaa suti ya shilingi 400,000, 500,000, 300,000, 600,000, na wewe hutoenda mbinguni, sababu huku chini amesema pia nguo ya thamani. Lakini nitoe mfano pia katika Warumi, alafu nirudi kwenye Timotheo. Tunahitaji kuyasoma maandiko tuyaelewe, tusiwapoteze watu. Warumi sura ile ya 14 mstari wake ni wa 17, maandiko yanasema, maana ufalme wa Mungu si kula wala kunywa, bali ni haki, amani na furaha. Unaonaje nije na fundisho niseme, unaona hatutakiwi kula watu waliookoka, hatupaswi kula watu walio, kwa sababu Biblia imeandika, na ukinidai andiko ninakupa. Nakwambia Warumi 14 mstari wa 17 amesema ufalme wa Mungu si kula wala kunywa. Kwa hiyo walioko katika huu ufalme hatupaswi kula. Okay, hapana, ni mafundisho potofu na yanatengeneza mafunuo potofu na tunazidi kudanganya watu. Sasa Paulo anamaanisha nini? Turudi kitabu kile cha Timotheo wa kwanza. Endelea mstari wa 10, anasema bali, angalia bali. Paulo kuna kitu anakisema pale. Mwanamke anatakiwa aonekaneje? Anasema bali kwa matendo mema, kama iwapasavyo wanawake wanaokiri uchaji wa Mungu. Kwa mwanamke anayeonekana ameokoka au anayemkiri Mungu au mcha Mungu anatakiwa kuonyesha matendo mema. Hivyo nikirudi ule mstari wa 9 pale juu, haina maana kama husuka nywele hausuki, lakini matendo yako hayafai hata kutazamwa na jamii. Mstari wa 11, mwanamke na ajifunze katika utulivu, akitii kwa kila namna. Simpi mwanamke ruhusa ya kumtawala mwanamume, bali tena hapa anasema kwa neno moja, anasema mstari wa 12 anasema hivi, simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha. Na wako watu wametendea kazi hili. Yako baadhi ya makanisa hawaruhusu wanawake kufanya huduma kwa maana yoyote kwa sababu ya eneo hili. Anasema simpi mwanamke ruhusa ya kufundisha, lakini tunaona wako wanawake ndio wahubiri wengi, hasa wenye ujumbe huu. Mnatuletea hili fundisho na hali mmekatazwa pia kufundisha. Sasa kwa ujumla wote tunajikuta tunapotea au tunaangamia kwa kuyakosa maarifa. Kwa hiyo kuna kitu Paulo alikuwa anakiona katika hii jamii ambacho wanawake walikuwa wamepoteza maadili yao sawasawa na maelekezo ya Mungu, na alikuwa anawarudisha. Waliendekeza katika hayo mambo ya muonekano wa nje kuliko muonekano wa ndani ambao ndio hasa walikusudiwa. Anasema mstari wa 13, tuanze wa 13, anasema kwa maana Adamu ndiye aliyeumbwa kwanza, Hawa baadaye, wala Adamu hakudanganywa ila mwanamke. Ukiendelea chini zaidi utaona muktadha wa hii aya. Paulo alikuwa bado kwenye zama za kumweka mwanamke chini
na ndio maana hakuruhusiwa kufanya chochote ila amsikilize mwanaume tu. Andiko la pili linaloendelea kukazia katika hali ya kukataza mapambo, na ni kwa leo ni liwe la mwisho, Isaya sura ya 3. Nitasoma kwa ufupi hapa na Mungu anisaidie. Mungu akubariki unanitazama. Tunajifunza. Biblia inasema katika kitabu cha Isaya sura ya 3, ukisoma sura nzima utaona namna ambavyo Mungu alikuwa na hawa binti za Sayuni, jinsi Mungu alipowasaidia, jinsi Mungu alivyotembea nao, lakini Mungu akawa anawakemea, anasema nitawaondoleeni imani yale mlioyategemea. Sasa mstari wa 16 wengi wanarukia hapo, wanasema hivi: Bwana asema tena, kwa sababu binti za Sayuni wana kiburi na kuenenda na shingo zilizonyooshwa na macho ya kutamani, wakienenda kwa hatua za madaha na kuuliza njuga kwa miguu yao. Basi kwa hiyo Bwana atawapiga binti za Sayuni kwa pele na kaya zao na pete za masikio. Fundisho ambalo ni common, linatumika kuzuia kujipamba kwa maana ya hereni na kila kitu. Mungu anasema, utasikia wanakusomea kitabu cha Isaya 3:16 ukianzia, na pete za masikioni na vikuku na taji zao na dusumari na mafurungu na vitambi. Sasa jamani, kitambi kinakuwa dhambi kutoka wapi? Na vibweta vya marashi. Hapa ndipo wanapokataza matumizi ya perfume, marashi na matarasimu na pete. Wengine wanatakataa na pete za ndoa na mambo na azama Bwana ataondoa, na mavazi ya sikukuu na debwani na shari na vifuko. Leo hii tungeweza kufundisha tuseme ni mikoba ya wamama, Bwana anawaondolea. Sasa mwanamke kukaa na mkoba ni dhambi. Lazima ujue Mungu alikuwa anaondoa hivi vitu vilivyokuwa furaha kwao na vizuri kwao, kwa sababu walimkosea mahali. Na katika mila zetu za Wayahudi walipokuwa wanakosea, walikuwa wanavua uzuri wao, walikuwa wanajiwekea mpaka mavumbi, mavazi ya magunia kama ishara ya toba. Au Mungu alipokuwa na waadhibu, alikuwa anawaondolea mpaka hata na chakula saa nyingine. Mstari wa 23, na vioo vidogo. Haya, kujitazama kwenye kioo ni dhambi. Vioo vidogo vina shida gani? Na kitani nzuri sasa kuna mtu siku moja aliniletea ile fundisho, wakati ananifundisha anatoka kwenye dhehebu fulani, aliishia hapa, lakini nikamwambia mstari wa 23 yamemaliza chini, amesema na vilemba. Je, hatuna makanisa yanakataza kujipamba kwa kutumia sura hii, lakini huku chini utaona wanavaa vilemba. Biblia inasema Bwana ataondoa na vilemba na utaji. Sasa utaendelea kule chini, utaona mbadala wake. Kama umeondolewa haya vioo vinene, mbadala wake anasema na badala, hata itakuwa ya kuwa badala ya manukato mazuri kutakuwa na uvundo. Kwa sasa tafsiri yake tuende moja kwa moja ni kwamba mtu ambaye anasema hataki kupendeza ni dhambi, mbadala wake anapaswa avunde. Badala ya mishipi au mikanda mizuri, kamba, na badala ya nywele zilizosukwa. Kumbe watu tunaona walikuwa pia wanasukwa. Sasa badala ya nywele zilizosukwa, upaa. Kwa hiyo fundisho la kukataza kusuka lazima liwe na mbadala wake. Watu wote ambao hawataki kusuka wanyoe upaa. Na badala ya kisibau, mavazi ya kigunia, na kutiwa alama mwilini kwa moto badala ya uzuri. So unakuta kinachukuliwa kipande kidogo tu afu kinatengenezewa tafsiri ambayo si sahihi. Kusuka, jibu la moja kwa moja, sio dhambi, kwa sababu hakuna andiko linakataza kusuka. Si kwa matendo. Mtu haokolewi kwa hayo mambo. Anaokolewa kwa kumkiri Yesu na kumkubali Bwana kama mwokozi wa maisha yake, kujikabidhi kwa Yesu. Kwa siwezi kuwa leo mtakatifu kwa sababu nimevaa saa. Nisipovaa saa mimi sio mtakatifu. Hapana. Mungu atubariki sote, tuendelee kujifunza pamoja, na wokovu sio mzigo, wokovu ni furaha.